Amjambo wanafunzi wapendwa, karibuni katika kile kipindi chetu cha Kiswahili. Leo nataka tuzungumzie kuhusu isimu jamii, na katika mada hii tuna kile kipengele cha chimbuko la lugha ya Kiswahili. Mara nyingi tunapozungumzia kuhusu chimbuko la lugha ya Kiswahili, kwanza nadharia zinazojitokeza ni mbili kuhusiana na neno lenyewe Kiswahili. Je, watafiti ama wanaisimu walipokuwa wanafanya utafiti wao walipata nini? Kuna nadharia mbili ambazo ndizo zinazungumziwa mara nyingi na zipo katika vitabu kuhusiana na hili neno Kiswahili. Nadharia ya kwanza ni kwamba Waarabu walipokuwa wanatoka sehemu za kule Uarabuni, wanatumia zile safari, wanaposafiri wanatumia majahazi ili kufanya nini? Ili kuweza kufikisha yale malengo yao ama matakwa yao. Na malengo yalikuwa ni kwanza kuweza kufikisha biashara, vitu ambavyo, bidhaa ambazo walikuwa wakiziuza zinazohusishwa na manukato, zinazohusishwa na uturi, zinazohusishwa na nguo mbalimbali ambazo zilikuwa za vitambaa. Pili, kulikuwa na wale ambao wanakwenda kwa sababu ya kusambaza dini ya Kiislamu. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wamejawa na ile elimu ya dini ya Kiislamu walikuwa wamewezesha sehemu hizo ili kufanya nini? Ili kufanikisha yale walioyataka. Hivyo walipokuwa sasa wanasafiri, kuna lile kundi moja ambalo liliweza kufika karibu na pwani, na pwani kulingana na Kiarabu maana yake ni sahil. Wanaita sahil. Sahil ni watu ambao ni mtu kwa umoja, ni mtu ambaye anaishi pwani. Sawahil ni kwa wingi, watu wanaoishi pwani. Kwa hivyo walipofika tu pale karibu na ule ufuo, waliona watu wanafanya nini? Wako katika hamkani zao. Ndio mmoja akachukua hadubini, akaangalia vizuri, akamwita yeye, akapiga mbio ya mgambo kwa yule nahodha kumwambia kwamba kuna sawahil ambao wako wapi? Wako pale pwani. Ndipo sasa wakaja wote kuangalia, wakaona afadhali tuende karibu na katika upo ule ili tuweze kuwasiliana nao. Wakifika tayari kuna wale watu waliokuwa wanaishi pale kwa jina Wangozi. Waliitwa hivyo kwa sababu kadhaa. Jambo la kwanza, mavazi yao yalikuwa ni ya ngozi. Walikuwa wakipima mashamba yao kutumia ngozi. Walikuwa pia wanaezeka paa zinaezekwa kutumia ngozi. Kwa hivyo wakati shughuli zao nyingi zilikuwa zinategemea ngozi, ndipo walipopata hilo jina la Wangozi, ni katika jamii ya Wabantu. Kwa hivyo Waarabu hawa wanakuja kuingiliana na Wangozi. Walipofika pale, wale Wabantu wakajaribu kuzungumza na Waarabu kwa njia ya pijini. Nafikiri kidato cha kwanza tulisoma maana ya pijini, tukasema pijini ni lugha ambayo inawasilishwa kupitia watu wawili ambao wanazungumza lugha tofauti. Mfano, Mchina apatane na Mwarabu, watazungumza nini? Huyu ajui Kiarabu na yule ajui Kichina. Kila mtu atazungumza lugha yake, lakini ishara itakayojitokeza ndiyo itawawezesha kuelewana. Huyu akimwambia taal na amefanya ishara hiyo ya kuja, yule atajua anamaanisha nini. Ametamka neno taal kwamba njoo. Na yule naye akisema ni hao katika kule kusalimia, ni hao, halo, yule atajua huyu ananisalimia kutokana na ile ishara. Kwa hivyo wakati huo mawasiliano yalikuwa kupitia pijini. Watu wawili wanazungumza, wanaelewana, lakini kupitia ishara. Kwa hivyo hapa Waarabu na wale Wangozi wakatumia pijini katika kuwasiliana. Ndipo baadaye sasa kile kiambishi ki ambacho kilitokana na wale Wangozi, na kwa lugha nyingine wanasema ki, kulingana na Wabantu ki inamaanisha watu wa pwani. Ki inamaanisha watu wa pwani. Kwa Kiswahili, kwa Kiarabu sahil ama sawahil, watu wanaoishi pwani. Kwa Kibantu kile kiambishi ki tu
kilikuwa tayari kinaonyesha kwamba ni mtu anayeishi pwani. Kwa hivyo ki na ile Sawahili baadaye ikafanya nini? Ikaweza kuungana. Hiyo ni nadharia ya kwanza kuonyesha kwamba hili neno Kiswahili limeundwa kutokana na hali hiyo. Nadharia ya pili ilikuwa inahusisha masuala ya wale Waarabu kuja na majahazi yao na matanga makubwa kufika pale pwani. Kulikuwa hakuna mtu sasa, wakashuka sasa, wakawa wanaanza kutafuta chakula na makao mazuri. Ndipo sasa wanakuja kupatana na Wambozi katikati ya mwitu, wanazingirwa pale. Wambozi wanawazingira wale Waarabu. Alafu sasa neno linalotumiwa, nadharia ya kwanza, nadharia ya pili, Mgozi mmoja akawaambia wale Waarabu baada ya kuwazunguka na kuwashikia mikuki, sisi ni wasiwa hili, kumaanisha kwamba hiki kisiwa ambacho nyinyi muko sasa ni chetu. Siwa, kisiwa, sisi ni Waswahili, sisi hiki kisiwa ni chetu. Kwa hivyo nyinyi mmeingia pale, mmekuja kutaka balaa, lakini baada ya kuzungumza kwa upole na kuweza kuelewana, ndipo baadaye wakafanya nini? Wakaweza kuingiliana. Na kuingiliana kwao inamaanisha kwamba ndoa zilianza kujitokeza, ndoa za mseto, Mwarabu kumwoa Mgozi. Anapomuoa Mgozi, lugha ambayo itazungumzwa na vizalia, hiyo tunasema vizazi ambavyo ni vipya sasa, kizazi kinachotokana na Mwarabu na Mgozi, kile kizazi kikawa kinazungumza Krioli. Krioli ni lugha ambayo imeimarika na inaweza kufanya nini? Kutumika inaweza kutumika mahali fulani kama mawasiliano. Krioli, watoto wamejifunza Krioli kwa sababu gani? Wanajua Kiarabu na anajua Kingozi. Ameanza kujua Kingozi kwa sababu alikuwa pamoja na mama yake akiwa mtoto. Mama ndo anashughulika na kila kitu pale, kama mama ni Mgozi. Alafu baadaye sasa baba anamchukua katika biashara na katika hali ambazo ni za kutafuta maisha. Wakati anamchukua mzee, mtoto anaanza kushika lugha ya Kiarabu, lugha ya babake. Ndio maana lugha za kibiashara mara nyingi utapata sasa ni lugha, ni msamiati unaotokana na Kiarabu. Faida, hasara ni maneno ambayo yanatokana na Kiarabu. Bei, ghali ni msamiati wa Kiarabu. Ndio maana sasa wao walipochukuana hivi, basi akaweza kumudu lugha mbili, na wakati wanamudu lugha mbili, ndipo sasa lugha moja ya Krioli ikaweza kufanya nini? Ikaweza kujitokeza. Huo ndio mwisho wa nadharia hizi mbili kuhusiana na neno Kiswahili. Lakini sasa tuangalie lugha yenyewe. Lugha yenyewe imeweza kuchipuka vipi? Nadharia za kuhusiana na lugha imeweza kuchipuka vipi? Kuna tetesi nyingi. Wengine wanasema nadharia ni 4 na wengine wanasema nadharia ni 3. Tuangalie hizi nadharia za leo kuhusiana na lugha yenyewe. Ya kwanza kwamba ni Kiswahili ni lugha ya mseto, yani Kiswahili kimetokana na lugha nyingi. Na nadharia hii ina udhaifu mkubwa sana. Haiwezekani lugha ikaundwa kutokana na lugha nyingi. Lugha moja kuundwa kutokana na lugha zingine, kukopwa kwa maneno kutoka kwa lugha zingine, alafu iunde lugha moja. Nadharia hii ni dhaifu. Lakini je, nadharia yenyewe inasemaje? Kiswahili ni tukio la maingiliano ya kibiashara, kijamii na hata kindoa baina ya wenyeji wa pwani na Waarabu. Hiyo ni ya kwanza. Alafu pili, kuna haja ya Waarabu kuwasiliana na watumwa wao wa Kibantu ilisababisha kuchanganya kwa maneno ya lugha za Kibantu na yale ya Kiarabu ili waweze kuelewana, na hivyo lugha iliyochipuka ikawa ni ya Kiswahili, mchanganyiko wa Kibantu na Kiarabu. Wengine wanasema haiwezekani. Udhaifu ni kwamba haiwezekani kwamba lugha yote ya Kiarabu imeweza kuunda lugha ya Kiswahili. Alafu pia wanasema shughuli za kibiashara, Waarabu walipofika kwa shughuli hizi
hawakufika na wake zao, hivyo kulikuwa na uhaba wa wanawake wa Kiarabu. Wakaanza kufanya nini? Kufunga ndoa na wanawake wa Kibantu. Wa Afrika ikabidi sasa waanze kupata watoto waliojifunza Kiarabu na Kibantu, na lugha iliyozungumzwa ikawa ni mchanganyiko, ikazua Kiswahili. Hii ni nadharia ambayo ina udhaifu mwingi sana, ingawa kutokana na hali za kindoa kuna ukweli fulani, kwa sababu ukifika katika vile visiwa vya kule Lamu, Pate, Mbwajumali, Siu, Wasini, sehemu hizi utapata kwamba kuna watu tayari, ukimwangalia nusu ni Mwarabu, ni kama chotara, nusu ni Mwarabu, alafu upande mwingine nusu unaona ni huu wa upande wa Kibantu. Labda nywele zake utapata ni singa, amepata nywele za Kiarabu, lakini sura zake ni za Kibantu. Kwa hivyo hali hizi zinawafanya watu waweze kusababisha hali mbalimbali za kimatokeo. Kwa hivyo mpaka hapo nataka tumakinike, usibanduke kwa sababu ya ile sehemu ya pili. Asante.